iliyo juu ya macho ya kiroho. Fahamu siri iliyo juu ya macho ya kiroho. Sisemi macho yako mwili, nasema macho. Mungu akupe neema kwa ajili ya macho. Kuna siri kubwa juu ya macho. Sema tena mimi. Uwezo wako unaoona rohoni ndio unaamua kutembeaje. Uwezo wako unaoona rohoni ndio unakupa kiwango gani kujitoa kwa namna gani kwa Mungu ulimwengu. Uwezi kujitoa na uwezi kuwajibika kama roho yako haijaona kitu kwa Mungu ulimwengu. Sema tena. Tuko mahali hapa. Kiwango chako cha kuona ndicho kiwango kitakapokupa utofauti na mtu mwingine kutokea. Kwa uwezo wa kuona ndio kiwango na speed jinsi ya kujitoa na kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa na tuna kiongozi ambaye ni apostoli. Mungu alimwambia maneno magumu sana wakati anamsemesha Yakobo, anawaita watoto wake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 49 kwenye mstari wa kwanza, anasema Yakobo akawaita watoto wake akasema, kusanyikeni wanangu, mmoja msikilize Israeli baba yenu. Sema tena amen. Yakobo alikuwa na sifa ya uongo, lakini Israeli anafungua hatima za watu. Wao watoto walitamani ili hatima zao zifunguke, lazima uone zaidi ya Yakobo, umuone Israeli. Na kumuona Israeli pana gharama. Anaweza asikutie moyo kuunda, anaweza asifanye vile unavyotaka, lakini kwa sababu umeona utimilifu wa Mungu ndani yako, utaangalia kile anachofanya, utatafuta utimilifu. Sema tena amen. Haleluya. Tumekuwa na makanisa dhaifu kwa sababu watu hawaoni. Leo hata makanisani unakuta viongozi wako wanakusema kibaya. Sio hapa. Tunaongea ile. Sema tena amen. Kiongozi atakusema vibaya. Mshirika atakusema vibaya. Maana hajaona kitu. Uona? Tunafungua kinywa chako leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ndiko kunakofanya unyamazi hata kama wengine wanaona tofauti. Yaani kuna mwingine hapo kimuuliza, unamwonaje pale boss? Atakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Hao wote wamekaa kwenye kanisa. Ongea na mtu roho. Ikiwa mdoni utatoka bila. Tunaongea habari za roho ili upokee kitu nenda roho. Sema tena amen. Amen. Wote sio wako kanisa. Amen. Wako mahali popote. Amen. Sema tuangalie uwezo wa Mungu. Unaona nini ndani? Sema ninachokiona. Unaliona kanisa. Nenda kuliona nini kanisa. Hapo naomba. Yeye ndio wako. Naona masabahu na chombo cha sala. Hiyo bango apostol hapa hajamuona. Bwana apostol. Kila mmoja ameona tofauti na mwingine. Kiwango chake cha kuona. Huyo aliona masabahu na chombo cha sala. Anahitaji wajibika kwa masabahu na chombo cha sala. Maana ndicho anachokiona. Hakuna kitu Mungu atamdai zaidi ya kile alichokiona. Sema tena amen.
kila mmoja aliyekuja kanisani. Sasa huyu ukimwambia aone apostle wakati hajaona apostle, ili mbingu zifurahi, lazima akitetea anachokiona. Na vyote walivyoviona hawajakosea, viko kwenye nyumba. Sema tena amen. Sema tena amen. Kwa wana kazi ya kutumika kwenye vile walivyoviona. Dada aliona kanisa, kaka aliona watu, ana kazi ya kuomba kwa ajili ya watu. Muulize mzee, umeona nini hapa? Sema tena amen. Kwa kinaamua sasa kinachokuja kulifuruka kanisa. Huyu anatamani aishi kama, anatamani aone kama. Ukiona hakuna mtu atakuwa pasisi. Ukiona hakuna kuwekea hesabu kwenye koo. Sema tena amen. Mimi nachukia yale makanisa nasema dhambi ya fulani kudai. Aliyeona anajihamasisha. Aliyeona amsubiri mtu. Aliyeona anaijua nafasi yake. Aliyeona yuko tayari kulipa gharama. Sema tena amen hapa. Aliyeona angalia wengine wanasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliyeona achoki, hamasisha kutoa. Ukipita kanisani, Biblia inasema kulikuwa na watoto wangu. Usipoteze mlichokiona.